Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Vita ya mtangazaji Aaliyah pamoja na msanii Zuchu tunaweza kusema imepamba moto. Wawili hao wamekuwa ni watu ambao wanabishana sana kwenye mitandao ya kijamii, lakini tumeshuhudia Zuchu ndiye mwanamke ambaye yupo karibu sana na msanii Diamond Platnumz. Mara nyingi sana Diamond anapokuwa mahali, basi na Zuchu na yeye anakuwa pembeni, lakini kwa Aaliyah imekuwa ni mambo ya chini chini, yani siri kwa siri. Diamond Platnumz anapiga kwa Aaliyah lakini kwa siri sana, lakini Aaliyah yeye anajianika kwenye mitandao ya kijamii na kujinadi kwamba msanii Diamond Platnumz ni wa kwake, licha ya kwamba Zuchu yeye ndiye ambaye anaonekana anammiliki msanii Diamond Platnumz. Sasa siku ya jana ilikuwa ni siku muhimu sana kwa mtangazaji Aaliyah, kwani ilikuwa siku yake ya kuzaliwa, na watu wengi mbalimbali ambao wanamfahamu lakini pia marafiki zake walimposti kwa ajili tu ya kuonesha ule ushirikiano, lakini pia kumtia moyo katika maisha yake. Yani tulishuhudia wakina Juma Lokole, watangazaji wenzake wengi tu waliweza kumposti kwa ajili tu ya kumuishi mtangazaji Aaliyah katika siku yake muhimu ya kuzaliwa. Sasa watu wengi walikuwa wakisubiria kuona msanii Diamond Platnumz atamposti Aaliyah au hataweza kumposti kwa sababu yupo na Zuchu, na tunafahamu kwa kipindi hichi hivi juzi kati walitokea kule Mbeya kwa ajili tu ya kusupporti zile mbio za marathon za Tulia Marathon, na kwa sasa hivi tunaweza kusema Zuchu pamoja na Diamond wapo jijini Dar es Salaam tayari wamekwisha rejea kutokea kule Mbeya. Sasa siku jana watu wengi wako wanasubiri posti ya Diamond ni kitu gani ambacho atakifanya, kwa sababu ukiangalia kitu cha kwanza huyu ni mfanyakazi wake katika media ya Wasafi FM, lakini pia ukimwangalia ni mwanamke ambaye aliwahi kuwa na mahusiano naye ya kimapenzi hapo nyuma, na mpaka sasa hivi unaambiwa Diamond hajawahi kabisa kuacha kwenda kwa Aaliyah, anaenda kwa siri sana, lakini Zuchu amefanya kama vile amefumba macho, haoni kitu chochote kile. Sasa Diamond akamaliza ukimya huo na kuamua kumposti Aaliyah kupitia ukurasa wake wa Snapchat, akamwandikia tu happy birthday my boss. Sasa watu wengi kwa wanajiuliza kwa nini Diamond amuite Aaliyah bosi wake, kwa sababu tunafahamu Aaliyah ndiye ambaye ameajiriwa na msanii Diamond Platnumz, lakini msanii Diamond Platnumz amemwambia happy birthday my boss, kwamba heri ya siku ya kuzaliwa bosi wangu. Sasa watu wakawa wamebaki na maswali na kujiuliza ni kivipi Diamond Platnumz anamuita Aaliyah bosi. Huenda yale maneno ambayo yaliongelewa kwenye mitandao ya kijamii ni ya ukweli, kwamba msanii Diamond Platnumz bado anaendelea kwenda kwa Aaliyah kwa siri sana, licha ya kwamba bado yupo na msanii Zuchu, lakini Diamond anaonekana waziwazi bado anampenda sana mtangazaji Aaliyah, na maisha yao yanaendelea kama kawaida, kwa sababu ukiangalia hao watu ni wazazi, wamezaa mtoto mmoja wa kike, na mtoto huyo Aaliyah alikusha mwanika kwenye mitandao ya kijamii, na hivi juzi kati Aaliyah aliweza kumtikisa kweli kweli Zuchu kwa kuposti majibu ya vipimo vya ujauzito na kudai kuwa ujauzito ule ni wa msanii Diamond Platnumz. Tunaweza kusema Zuchu ana kazi ya ziada na ana kazi kubwa sana kwa ajili tu ya kuendelea kuwa na Diamond Platnumz, lakini kitu ambacho kitamsaidia Zuchu bana ni ndoa. Zuchu anatakiwa apambane kweli kweli ili mradi tu msanii Diamond Platnumz aweze kumuoa, kwa sababu ukiangalia mambo ambayo anayapitia kwa wanawake ambao msanii Diamond Platnumz aliwahi kuwa nao hapo nyuma ni mambo makubwa sana. Tuachie maoni yako chini ya comment section.